Kiti wa kijiji cha Luhala, sisi tunakupongeza, sisi tunakushukuru. Zaidi tunawashukuru wananchi wanaoendelea kukupa ushirikiano. Hii ni mara yangu ya pili kufika kwenye shule hii. Tulifika na mheshimiwa mbunge akajionea mwenyewe, lakini pia kwa uitikio wenu na kwa ushirikiano wenu mbunge mkamshawishi kuwapa support ya bati 130 kwa ajili ya uwezekaji wa madarasa mawili na ofisi ya walimu. Mheshimiwa mbunge alilizia siku hiyo na kutamka kwamba atawasapoti kutokana na mfuko wake wa jimbo. Basi mheshimiwa mbunge leo hii ametimiza ahadi yake wakati huo akiwa bungeni. Mheshimiwa mbunge amenipa mzigo huu kuufikisha, lakini pia akanituma kuleta salamu kwenu. Mheshimiwa mbunge anawasalimia sana. Yeye anaendelea na kazi za kibunge, anaendelea kulipigania jimbo la Mbogwe. Kama mnavyojua, mheshimiwa mbunge hakosi kuchangia kila wizara kwa sababu ni mbunge mpambanaji, mbunge anayelipenda jimbo lake. Luhala oi! Ndugu zangu wana Luhala, nyinyi msiwe wapweke. Nyinyi ni watu wema, ni watu wazuri. Mheshimiwa mbunge anawapenda na mheshimiwa mbunge anawasikiliza. Kama tulivyosema kwamba mbunge wetu ni mkweli, pia ni muwazi, tatu ni mwajibikaji. Ukweli wake anapokubali jambo haliwezi kuchelewa. Uwazi wake pale ambapo anapoamua kufanya kazi anafanya kwa sababu anawajibika. Kikubwa zaidi watu wa Luhala na kata hii ya Rugunga tumpigieni kura. Kwa majina naitwa Mwalimu Daniel Daudi Onyango, mwalimu wa shule ya msingi Luhala hapa tulipo. Tumepokea mabati kutoka kwa mheshimiwa mbunge. Ni ahadi aliyoitoa, nafikiri sio muda mrefu toka atoke hapa. Ahadi hii alitoa kwamba atatoa mabati 30 kwa ajili ya upauzi wa jengo lililopo hapo. Kwa hiyo kwa uaminifu mkubwa tumepokea mabati haya na tutafanya kama alivyoelekeza. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, mimi katibu kata wa Chama cha Mapinduzi kata ya Rugunga, natoa shukrani nyingi kwa dhati sana kwa mbunge wetu kwa kuona katika eneo hili la Luhala kwa hili jengo ambalo lilikuwa lina muda mrefu sana, miaka sio chini ya 20 au 15. Hivyo leo Maganga alitutembelea, ndo historia ya Biblia inasema karibisheni wageni unaweza kupata na neema. Kweli alitutembelea akaahidi mabati 130. Kweli leo ametuletea, na hivi karibuni tu aliahidi baada ya wiki 2, wiki ya 3 hii ameleta. Tunamshukuru sana na Mungu ambariki. Na nitamtakia heri na fanaka katika uchaguzi. Mungu ampendelee tena, basi aendelee katika nafasi ya bunge kwa sababu anatusikiliza na yeye. Mimi nimefurahi. Wakati simu nilipokea ya kuja hapa, nilikuwa nafikiri kama mzaha tu. Lakini baada ya kufika na kunipigia simu barabarani, njoo tunakwenda Mji Mwema, nimetoka nyumbani na kuingia kutoka kwangu mpaka barabarani kwa ajili ya kufikisha mali. Niseme tu sisi hatuna deni na Maganga, isipokuwa Maganga anatudai sisi. Maganga anatudai sisi. Hatuna deni na Maganga, Maganga anatudai sisi. Na wananchi wangu wanasikia. Kule hapa kutarajiwa kwamba shule ingeezekwa kule. Lakini leo Maganga amezinyima kata zingine na kutupa kata ya Ilolangulu. Kiukweli mwambie mfikishie salamu, asante sana. Na niseme tu nilikuwa naye kama siku 4 zilizopita kwenye kikao cha caucus ya madiwani. Akasema pia ana majezi. Kule Ipandwamuli kuna watu wema mlio kuwepo kipindi kile, mtakumbuka kipindi cha uchaguzi. Kati ya vituo vya kupigia kura, kituo kilichofanya vizuri bila kuwa na roho ya kwa nini ni Ipandwamuli. Ndio maana nimekuwa nikilia Maganga afike Ipandwamuli. Aliahidi ana majezi na akasema atatoa utaratibu.